Ni mara baada ya bodi ya ligi na wekundu wa Msimbazi Simba kuthibitisha kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo nambari 169 watakwenda kupigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo huko Mbweni jijini Dar es Salaam, ambako wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa ni wenyeji dhidi ya Young Africans. Mchezo wa dabi ya Kariakoo unategemewa kupigwa Mei 3 mwaka huu huko Dar es Salaam. Tunakwenda kuangazia mara baada ya klabu ya Simba kutoa tamka hilo kutumia uwanja wa Isamuyo. Tunakwenda kuzungumza uwanja wenyewe ikinaga ubaga. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel kama mchambuzi kinara kwa siku ya leo. Shabel, tuangazie uwanja wenyewe wa Meja Jenerali Isamuyo. Watu wengi wamekuwa wanataka kufahamu haswa ni uwanja wa namna gani hasa, kwa maana maswali yamekuwa mengi. Ni uwanja ambao unaweza ukakidhi mchezo mkubwa kwa nchi kama dabi ya Kariakoo. Ni uwanja ambao capacity yake ni ndogo, hautaweza afford mashabiki wengi. Tuanze kuangazia hapo kwa Isamuyo unavyoifahamu. Ni uwanja ambao unaweza ukakidhi kuhozi mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo Mei 3? Hapana, ni Meja Jenerali Isamuyo sio uwanja ambao unastahili kuhodhi mechi kubwa kama hii ya Simba na Yanga kwa sababu ya mazingira uwanja huo, lakini pia usalama, pia kuangalia pia usalama zaidi wa mashabiki ambao watajitokeza kwa wingi kushuhudia mtanange huo katika uwanja huo. Ni uwanja ambao unaingiza kwa sasa watu 8,000 kwa makadirio, kwa sababu ni uwanja ambao kwanza watu wanakaa kwenye vyuma ama kwenye mbao. Kwa hiyo hakuna idadi rasmi, yani wamekadiria tu ni kwamba ni watu 8,000. Kwa hiyo changamoto ya viwanja hivi, kuna hofu ya overcrowd mashabiki, kitu ambacho kinaweza kikahatarisha pia usalama wa washabiki ambaye atajitokeza siku hiyo kwa sababu ya udogo ama capacity ya uwanja wenyewe. Lakini kingine pia ni mazingira ya uwanja wenyewe mahali ulipo. Uwanja ambao upo kwenye kambi ya jeshi. Tunafahamu pia mazingira ya namna hiyo sio mara nyingi mazingira rafiki kwa mashabiki katika namna ile ya kuwa comfortable kufanya ambacho wewe unaweza ukakifanya kwa uhuru. Yaani unaweza ukawa ni haki yako tu labda kwenda maliwatoni, unataka kwenda kujisaidia, lakini ukawa na hofu, ndapo nikifanya kitu tofauti ambacho nimezoea kukifanya hali itakuwaje, ama ukakanyaga, yani unatamani labda kupita sehemu fulani lakini unakuwa na hiyo. Kwa hiyo ile comfortability ambayo mashabiki huwa wanakuwa nayo katika viwanja vingine ni itakuwa ni tofauti na hii ya sasa hivi katika uwanja huo wa Meja Jenerali Isamuyo. Kwa hiyo mimi hofu yangu kubwa ipo kwenye utulivu wa mashabiki, lakini pia hofu yangu ipo pia katika usalama, kwa sababu ni mechi kubwa, ni mechi ambayo expect kwamba watu wengi watajitokeza kutaka kushuhudia mchezo huo katika uwanja huu. Sawa, ni kitu gani ambacho pengine bodi ya ligi na TFF Simba wenyewe wamekiangalia kwenye hili hadi kuconfirm kwamba mechi kubwa yenye uzito mkubwa, mechi ambayo ndio icon ya mpira wa Tanzania kwenda kuchezewa katika uwanja ambao nikikunukuu wewe umesema hauna hadhi ya kuhodhi mchezo mkubwa kama huu dabi ya Kariakoo? Unajua, nimezungumzia tu kwa ukubwa wa mchezo, lakini haimaanishi kwamba ni uwanja ambao haukidhi vigezo vya kutumika kwenye mechi ya ligi kuu. Ni uwanja ambao kwa Tanzania pengine ukitoa Azam, Taifa, ni uwanja wenye pichi nzuri ya kuchezea tu vizuri tu mpira ukatembea, lakini ni uwanja pia ambao unakidhi vigezo vyote vya kutumika kwenye ligi yetu. Hofu yangu mimi tu ni hiyo kwamba ni mechi kubwa, inatakiwa itazamwe na watu wengi kama ambavyo tumezoea watu 40, 50, 60 wanajitokeza sana kwenye mechi za Simba na Yanga kutazama mechi hii. Lakini kunapokuwa na idadi ndogo, ina maana kuna mapato pia hapo yatapungua. Unaona, vilabu hasa timu mwenyeji itajidhulumu kidogo kwenye mapato, bodi ya ligi itajidhulumu kwenye mapato, shirikisho eneo husika pia watajidhulumu kwenye mapato, kwa sababu accommodate watu wachache sana. Sasa ukirejea kwenye swali lako, ukisema vigezo gani ambavyo vimetumika kuchagua uwanja huu, ni vigezo vya kanuni vinavyo vinaongoza kanuni ya ligi, sababu ni uwanja ambao umepitishwa kutumika kwenye ligi kuu. Ina maana unakidhi kuhodhi mechi ya aina yoyote
ambayo inaitwa mechi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wao inawezekana walipendekeza labda bodi ya ligi mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo kwenye marekebisho. Kwa hiyo hakukuwa namna tena mchezo huo uweze kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini still hata ukirudi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel ni uwanja nyumbani wa Simba, walichagua Taifa, lakini backup ni uwanja wa Meja Jenerali Samuel na amecheza mechi nyingi tu za ligi hapo. Kwa hiyo hakuna tatizo mechi hiyo kufanyika hapo, kwa sababu mwisho wa siku wenye mamlaka na michezo ya ligi kuu ni bodi ya ligi, lakini wenye haki ya kuchagua uwanja wa nyumbani timu mwenyeji ambao kikanuni Simba Sports Club. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo ni joint ambayo yamefanywa na Simba kwa kuwashirikisha wenye ligi yao ambao ni bodi ya ligi. Sawa, umekuwa ni uwanja mgumu kwa Young Africans hasa kwenye kupata matokeo pale ambako wanautumia uwanja huu. Unafikiri Young Africans itakuwa ngumu tena dhidi ya Simba katika mchezo wa Mei 3 moja kwa moja? Ugumu lazima uwepo. Hii ni mechi kubwa. Ushindani lazima uwe mkubwa. Ukiangalia mchezo wa kwanza wa raundi ya kwanza ulikuwa na ushindani, Yanga walipewa game tough. Hii pia itakuwa ni the same mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo ushindani utakuwa ni mkubwa sana kwa sababu ni uwanja ambao Simba atakuwa comfortable kwa sababu anautumia yeye kwenye mechi zake nyingi za nyumbani. Kwa hiyo anafahamu every corner ya uwanja ule. Lakini Yanga wamesema hapa na struggle, ndio mechi mbili za mwisho za ligi ambazo amecheza hapo dhidi ya JKT zote hajapata matokeo ya ushindi, amepata sare ya bila kufungana. Yaani sio tu kupata sare, yani hata kupata goli lenyewe hajawahi kupata goli kwenye uwanja huu. Kwa hiyo ni test of character ya uwezo wa Young Africans dhidi ya Simba katika siku hiyo. Sawa, ni test of character katika mchezo wa Simba dhidi ya Young Africans Mei 3 mwaka huu, ambako ni dabi ya Kariakoo, dabi kubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Ziko nyingi ikiwemo dabi ya Khartoum Sudan, lakini pia mashemeji, lakini Kariakoo bila kati ya dabi ambayo imeshika hatma na kuwa psychological kwa Tanzania walio wengi. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel tukichakata juu ya kile ambacho jana kimezua taharuki ama kimekuwa ni headline katika maeneo mbalimbali ya habari mara baada ya klabu ya Simba kuchagua uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.